Ekesa kwenye mashindano ya AFCON kwa mwaka wa 2027. Natambua jitihada kubwa za serikali katika maandalizi haya ya michezo ya AFCON mwakani, lakini pamoja na maelezo ya Mheshimiwa Waziri wakati anasoma hotuba yake, bado nataka kuiona serikali ikiwa pamoja katika jambo hili. Jambo hili sio la Wizara ya Michezo pekee. Jambo hili linaihusu serikali yote kwa ujumla wake. Natambua Mheshimiwa Waziri Mkuu ofisi yake ndio inayoratibu, lakini ningetamani kuona kwenye kila wizara tutakayopitisha bajeti yake hapa, angalau kwa kiwango fulani tuone component inayotaja AFCON. Haitapendeza huko mbele ya safari wizara zikianza kuambiwa ziwajibike pale, watasema hawana kifungo. Kwa hiyo nimuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, hili jambo libebwe na serikali kwa umoja wake, kwa ujumla wake. Hapa kuna sekta ya utalii itahusika kwa kiwango kikubwa. Wizara ya Mambo ya Ndani, hawa ndio wanaotoa vibali vya watu wa uhamiaji. Tusingependa kuona wageni wanakuja kwenye nchi yetu wanaanza kuambiwa waje kwa rifadi visa miezi miwili mitatu kabla. Hiyo haiwezekani. Hapa tunatengeneza utalii, lakini tunatengeneza jambo lenye heshima kwa nchi. Kwa hiyo na watu wa uhamiaji waandaliwe kisaikolojia. Wizara ya Maji, ndugu yangu Aweso yuko hapa. Tusingetamani kuona wakati wewe kuna kiangazi mnaanza kutupa hadithi na maji na yenyewe yapatikane wakati wote wa michezo hii. TAMISEMI, uchukuzi, nishati, wote hawa ni wadau muhimu katika eneo hili. Kwa hiyo tuwaombe serikali tushikane kwa pamoja tuhakikishe kwamba michezo hii inafanikiwa. Lakini kuombe Mheshimiwa Waziri, sisi hapa Tanzania tumeshaandaa mashindano ya African Football League ambayo mwaka 2023 yalizinduliwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Simba akicheza dhidi ya klabu ya Al Ahly. Lakini mwaka 2024 tukaandaa tena mashindano ya CHAN ambayo sisi wote tulikuwa ni ufunguzi umefanyika katika nchi yetu. Ni kuomba kwa ushawishi wako, kwa mikakati yako, hakikisha kwamba Mungu anapojalia AFCON finali ichezwe katika nchi yetu ya Tanzania. Hapa tutahakikisha kwamba tunapata wageni mashuhuri, wachezaji wakubwa, wote watakuja ile siku ya finali, lakini pia itakuwa motivation kwa timu yetu ya taifa kuhakikisha kwamba katika hatua za awali inapambana hadi kufika katika ngazi hiyo ya finali. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni kuhusu utamaduni. Nimekusikia Mheshimiwa Waziri jana ukiwa na watu watengeneza maudhui, umezungumza vizuri sana namna ya kulinda utamaduni wetu. Lakini kupitia mfuko ule wa utamaduni ni vizuri pia ukaziwezesha na media zetu kama Azam, TBC, Channel 10 na zenyewe pia ziweze kununua maudhui ya hawa wasanii ambao wanayatengeneza. Tumeona watengeneza filamu tumewawekea kwenye mfuko wa filamu, wanaweza wakapata fedha kwa ajili ya kukopeshwa kutengeneza maudhui. Wakisha tengeneza haya maudhui wanamuuzia nani? Sasa hivi soko limejifunga, mnunuzi ni mmoja peke yake. Kwa hiyo ni busara pia tuwezeshe hivi vyombo vingine vya habari viweze kushindana katika kununua maudhui ili watu hawa waweze kupata pesa ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jana kulikuwa na mechi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na kwa kweli tunafarijika kuona kwamba sasa marefari kutoka nje wanatenda haki na mchezo unaonekana. Yale mambo ya mbeleko hayapo. Jana limefungwa goli bora kabisa ambalo kama sio Azam TV kuwepo hewani, sijui kama miaka ijayo tungewezaje kushuhudia goli la kisasa namna ile. Kwa hiyo niombe taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Shangazi, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Joseph Msukuma. Nampongeza sana mzungumzaji, anazungumza vizuri, lakini nilitaka kumwambia kwa faida ya wengi aende akaangalie kwenye televisheni leo mchana akiwa amepumzika vizuri. Lile goli analolisema bora ni clear offside. Asante. Mheshimiwa Shangazi, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hiyo naipokea, na ndio maana ninawapongeza Azam TV kwa sababu lile goli lingefungwa bila kuwepo kwa TV, hata Msukuma sijui siku za mbeleni angekuja nini kuwahadisia wananchi wake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana, tumekuwa na utamaduni wa kutoa uraia kwa watu ambao hawana sifa.
lakini huyu aliyefunga goli jana, kwanza anajua kuongea Kiswahili vizuri, ameshaisaidia Simba kwenda robo fainali mara 2 kupitia miguu yake. Hawa ndio aina ya watu ambao wanapaswa kupewa uraia wa heshima katika taifa letu. Sio tunawapa uraia watu ambao kiingia dakika 5 wamecheza faulu anatolewa nje. Taarifa mwenyekiti. Asante mwenyekiti, naunga mkono hoja. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Shangazi, muda wako umeisha. Nakushukuru kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, ajiandae Mheshimiwa Festo Richard Sanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.